Okay, tayari. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ni siku nyingine ambayo tumepata nafasi ya kujifunza neno la Mungu. Kwa muda ambao tutakaojaliwa tutajifunza mstari mmoja tu kwa siku ya leo, lakini kwanza tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa siku njema ya leo. Asante Baba kwa neema zako, asante kwa baraka zako, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili, asante kwa utukufu, asante kwa ukuu, asante kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ndio ngome yetu, wewe ndio ngao yetu, wewe ndio kimbilio letu, wewe ndiwe Alfa, wewe ndio Omega, wewe ni wa kwanza, wewe ni wa mwisho, wewe ndio Mungu mwaminifu. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakurudisha sifa na utukufu, tunalitukuza jina lako, tunakuhimidi Baba. Wewe ndiwe Baba na Mfalme. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Basi leo tutajifunza mstari mmoja katika Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 25. Nami nitatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini watu walipolala, akaja adui, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Lakini watu walipolala, akaja adui, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Kwa tunaona hapa kwamba kuna mtu fulani ambaye alipanda ngano, lakini anakuja adui. Adui anakuja anapanda magugu. Lakini kuna mazingira ambayo yamempa adui nafasi ya kuingiza huu ukorofi aliofanya, kufanya huu uharibifu aliofanya. Na hilo tunalipata wapi? Anasema lakini watu walipolala. Watu walipolala. Lazima tujue kuna madhara gani katika kulala. Kuna madhara gani katika kulala kiroho. Hapa sizungumzii usingizi ule ambao tunaambiwa, wengine wanatuambia tulale masaa 8 kwa siku, wengine wanasema masaa 6, wengine sijui mangapi. Hapana, sizungumzii usingizi huu wa kimwili ambao ni muhimu sana. Bila kulala pia tunapata uchovu, tunapata kitu wanaita fatigue. Hapa nazungumzia usingizi wa kiroho. Tutakaposinzia kiroho, tunampa nafasi adui kupanda magugu. Tunaposinzia kiroho, tunampa nafasi yeye aweze kuweka magugu ndani yetu. Anasema lakini watu walipolala, akaja adui. Kwa lazima tujiulize ni mambo gani katika ulimwengu wa roho yanayoonyesha huku kulala. Jambo la kwanza ni upofu, ile hali ya upofu, hali ya kutokuwa na mang'amuzi kiroho. Tukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 6 na wa 7, Warumi 8 mstari wa 6 na wa 7, tunaona nami nitatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Kwa tunaona kwamba tunapokuwa katika hali ya upofu, tusipokuwa na mang'amuzi, tutafuata sheria ya mwili, tutaacha kufuata sheria ya Mungu. Na sheria ya mwili haitaki kutii sheria ya nini? Ya mwili. Anasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi. Yaani haitaki kutii na wala haiwezi. Sheria ya mwili wenyewe unajua kwamba hauna cha kupoteza, mwili utabaki hapa duniani. Lakini sasa roho na nafsi vinatakiwa viende. Kwa hiyo lazima tubadilike, lazima tuhakikishe kwamba tunaondoa huu upofu. Upofu ni ishara mojawapo kwamba tumelala. Jambo la pili ambalo linaweza kutuonyesha kwamba tunasinzia kiroho ni kuongozwa na hisia. Tunapokuwa tunaongozwa na hisia zetu badala ya kuongozwa na mapenzi ya Mungu. Hii tunaipata katika Wagalatia 5 mstari wa 16.
Wagalatia 5:16 anatuambia, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa tunapoenda katika hisia, watu wengi sana tunakaa katika hisia tu kwamba hapa sasa hivi itakuwa ni hivi, hapa sasa hivi itakuwa ni hivi, na mimi nikihisi kitu kinakuwa ni kweli. Tukumbuke kwamba shetani ndio anayeongoza ulimwengu huu wa hisia. Japokuwa ndio hisia ni moja kati ya vitu tulivyopewa sisi katika nafsi, lakini bila hisia hizo kuongozwa na neno, anasema basi enendeni kwa Roho. Kumbe sisi tunatakiwa tuongozwe na Roho Mtakatifu na sio hisia zetu. Tunapokuwa kwamba kwa kila kitu lazima tuenende kwa hisia na sio neno linavyotuambia au Roho Mtakatifu anavyotuambia, kwa sababu Roho Mtakatifu atatuongoza sawa sawa na neno linavyosema, kwa sababu yeye ndo anayetufundisha yote na kutukumbusha yote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakachotuongoza ndio kile Mungu anachokitaka. Sasa kama mimi naongozwa tu na hisia zangu, maana yake tayari hapo naonyesha kwamba niko katika usingizi. Jambo lingine ambalo linaonyesha kwamba tuko katika usingizi ni pale ambapo tunakuwa tunakosa nguvu za kiroho. Kitabu cha Mithali kinatuambia, tukisoma katika Mithali 4:23 anatuambia, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa hiyo tunaposhindwa kutembea katika roho, unakuta kwamba, labda niseme hivi, kile ambacho tunakiona na kile ambacho tunakisikia kinaathiri maamuzi yetu. Kile ambacho tunakiona kwa macho yetu na kile ambacho tunakisikia kwa masikio yetu kinaathiri maamuzi yetu. Nikupe mfano mdogo sana. Inawezekana ulikuwa unamheshimu mtu fulani, alafu akaja mtu mwingine anayemfahamu yule, anasema huyu yuko 1 2 3. Unajua pale namna yako ya kumchukulia yule itakuwa tofauti na ulivyokuwa ukimchukulia pale mwanzo. Kwa nini? Kuna kitu umekisikia. Kwa hiyo inabadili mtazamo wako. Kwa sasa tunapokosa nguvu za kiroho kwa sababu hatujalinda mioyo yetu, kuacha kulinda mioyo yetu kinatufanya tukose nguvu za kiroho. Kwa hiyo jambo la kwanza, tunakuwa na upofu. Jambo la pili, tunapoongozwa na hisia. Jambo la tatu, tunapokosa nguvu za kiroho, tunapokosa mang'amuzi, tunapokosa kujua kwamba neno haliendi hivi. Hichi ninachokiangalia, je, kinanijenga vipi? Kinanifanya vipi niendane na mpango wa Mungu juu yangu? Hichi ninachokisikiliza, je, kinanipelekea kinanifanya nifike vipi katika ile njia? Kwa sababu wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Wote kazi yetu ni moja, kwamba tumtumikie Mungu na mwisho turudi kwake. Je, hili ninalolifanya hapa, ninalolisikiliza, naweza nikawa naangalia labda TV. Sasa angalia jambo la kuchekesha kidogo. Mtu anaweza akaangalia TV series hata muda wa saa 8 mfululizo. Anamaliza episode ya kwanza, anaenda ya pili, ya tatu, ya 4. Kwa muda anashangaa ameanza saa 2 usiku, mara ni saa 11 alfajiri, mara ni saa 2 asubuhi ya kesho yake. Hapo hakuna shida yoyote na yuko macho, hajasinzia hata nani kidogo. Lakini akichukua Biblia akasoma mistari miwili pale na kukoroma. Kwa nini? Kwa sababu tunakosa nguvu ya kiroho. Hii ni ishara mojawapo kwamba tuko katika usingizi, watu walipolala. Kwa hiyo anatuambia kwamba linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Nini kinachoingia ndani yangu? Taarifa gani inayoingia ndani yangu? Taarifa gani ninayoisikia? Kitu gani ninachokiona au ninachokiangalia mara kwa mara? Je, hivi vitu ninavyoviona na ninavyovisikia vinanijenga mimi vipi? Kulingana na ile destiny yangu, kulingana na ile hatima yangu ambayo Mungu ameniwekea, vinanitengeneza mimi vipi kuielekea hatima yangu? Nikiona havina mchango, basi niachane navyo. Sio kosa kuacha njia ya zamani kufuata njia mpya. Sio kosa kuachana na starehe, kuachana na anasa, kuachana na chochote kile ili umpate Kristo, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alisema kwamba iwapo kama tutatokea kiungo kitakukosesha, kikate ukitoe. Ni bora uingie labda kilema au chongo au chochote kile, ili mradi upate uzima wa milele.
kuliko kile kiungo kikakukosesha. Kwa ishara ya tatu ambayo inatuonyesha kwamba tumesinzia kiroho ni pale ambapo tunakosa mang'amuzi, tunakosa nguvu za kiroho. Lakini ishara nyingine inayotupa ni kwamba ni pale ambapo tunakandamizwa na adui. Waefeso 5 mstari wa 14, Waefeso 5:14 inasema, hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, naye Kristo atakuangaza. Tunapokandamizwa na adui, kuna pattern fulani katika maisha ukiziangalia zinatokea. Kila ikifika kipindi fulani, kwa mfano labda ni mwanafunzi anaendelea vizuri kabisa katika masomo yake, inapofika kipindi cha mitihani anaanza kuumwa. Ikisha tu mitihani yuko sawa sawa, anatakiwa afanye special, labda mitihani ya special, mitihani maalum. Sasa kama ni mtihani wa kuvuka labda hatua moja kwenda hatua nyingine, labda kidato cha 4 kwenda kidato cha 5, ina maana huyu mtu atatakiwa labda arudie mwaka au asubiri mpaka mwakani ndio aje afanye. Unaona? Na anapofika labda kidato cha 6 kwenda chuo, anapofika kwenye ule mtihani wa mwisho tena anakutana na hali kama hii. Au katika ile mitihani ya kawaida ya shule humu katikati ya kufunga mhula na kufunga mwaka, hiyo hali tena inamtokea kipindi tu cha mtihani. Huku kwingine kote, wakati wa testi, wakati wa nini, yuko vizuri, wakati wa vipindi vya kawaida yuko vizuri. Unajua kwamba huyu mtu kuna nguvu za yule mwovu zinamkandamiza, kuna pattern fulani, kuna vitu vya kujirudia ambavyo vinamkabili huyu mtu, na hii ni ishara kwamba kuna usingizi watu walipolala, kama anavyosema kwamba lakini watu walipolala akaja adui. Kwa tunapolala kiroho anakuja adui, na adui anakuja, kazi yake rahisi sana, anapanda magugu, anaondoa kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu, anaondoa kile kitu ambacho Mungu anakitaka ndani, amekiweka kwetu ili sisi tumtukuze yeye, anaweka kitu chake yeye. Ndio maana anasema lakini watu walipolala akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Kwa hiyo anapanda magugu anaenda zake, anapanda magugu anaenda zake. Kwa nini huyu adui anataka hivi? Anataka tutumikie mpango wake. Kumbuka siku zote adui mambo yake ni yale matatu: kuchinja, kuua na kuharibu. Yeye anataka tu kuharibu mpango wa Mungu. Kwa hiyo anataka sisi tuingie katika mpango wake yeye. Angalia mwanzo kabisa sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Anasema, anamwambia nyoka, anamwambia Eva kwamba eti nyie mmeambiwa msile matunda yote katika bustani hii. Anamwambia hapana. Wanaenda kwenye details zile, anamwambia sio hivi, ni hivi, ni hivi na hivi. Anamwambia hakika hamtakufa. Anaingiza uongo. Kwa hiyo shetani, njia anayoitumia mbali na kutumia hofu, njia ya pili ambayo shetani anaitumia sana ni uongo. Na kwa nini anatumia? Ili aweze kutimiza mpango wake. Na mpango wake ni nini? Kutuondoa katika njia ile ambayo, kutuondoa katika hatima ile ambayo tumepangiwa na Mungu, ili tusifike pale ambako Mungu anataka tufike. Kwa hiyo yeye anataka aingilie kati hapa tukiwa njiani, kabla hatujafika kwenye ile destiny yetu, katika ile hatima ambayo tumewekewa. Yeye avuruge hapa, atuondoe katika reli ili tusiweze kufika kule. Lakini adui anajua kwamba hawezi kutuondoa katika mpango wa Mungu kama hatujalala. Yaani tukiwa na mang'amuzi, tukiwa hatuna upofu, tukiwa hatutumii hisia, tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tukiwa hatukandamizwi na yeye, basi anajua kwamba hana nguvu juu yetu. Anajua kwamba hatuwezi kwa lolote. Ndio maana atafanya kila aina ya njia ili aweze kutukandamiza, aweze kutufanya tulale. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba hatulali. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunasimama katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Na kuna wakati ambapo kuna mambo ambayo Mungu anayaruhusu katika maisha wakati mwingine,
ili kutuangalia kama tuko macho kiroho. Mojawapo kati ya vitu ambavyo Mungu anaviruhusu, sio kwamba yeye anafanya, lakini anaviruhusu. Anaweza karuhusu majaribu, anaweza katuruhusu sisi tukaingia katika hali ambayo haitupendezi, tukaingia katika changamoto fulani. Anataka aone kwamba je, katika changamoto ile tutamkumbuka yeye, tutasimama katika njia yake, tuseme kwamba pamoja na kwamba limetokea hili, lakini bado wewe utabakia kuwa Mungu. Wewe ni Mungu mwaminifu, nitakutukuza wewe daima. Tukiweza kufanya hivi, maana yake ni kwamba tumeamka kiroho, hatuendeshwi na hisia, tunaongozwa na Mungu Roho Mtakatifu. Hili ni moja wapo kati ya mambo ambayo Mungu anaruhusu litokee ili aweze kutuangalia kama tumelala au tuko macho. Lakini pale ambapo tunapata kiu ya kupanda viwango, unamuona mtu fulani anafanya kazi fulani ya Mungu na sisi tunasema yes, na mimi natamani nifanye kama anavyofanya huyu, au nifanye na zaidi, au natamani nimtumikie Mungu katika njia hii. Ile njaa, ile kiu, ile hamu ya kumtumikia Mungu ni mojawapo kati ya njia zinazoonyesha kwamba tuko macho kiroho, hatujalala. Kwa hiyo kuna wakati pia ambapo anaruhusu majaribu ili kutuona kwamba tumelala ama la, lakini pia tunapokuwa na ile hamu ya kumtumikia, ile zeal, ule msukumo wa ndani ambao unatupeleka kwamba mimi nataka nikafanye kazi hii kwa ajili ya kumtukuza Mungu wangu. Hii inaonyesha kwamba hapo hatujalala. Lazima tuwe na hii njaa, lazima tuwe na na ung'amuzi, lazima tuondoke katika usingizi. Lakini wakati mwingine anaweka mzigo, anaweka burden, anataka yani tuone kwamba tuna mzigo fulani, yani kwa mfano kuna kitu fulani, labda jambo fulani linalokusumbua ambalo unaona kwamba hapana, yani hili hapana. Yani unaona jambo fulani linatokea, watu wengine wanaanza kulaumu, wanaongea hivi, wanaongea vile, wewe unalichukua lile jambo, unaenda nalo katika sehemu ya maombi, unaenda kumuuliza Mungu, kwa nini hili, kwa nini hivi? Hapo ni sawa sawa na neno katika Isaya sura ya 60 mstari wa 1 anaposema inuka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa hiyo tunapoinuka tunaenda kuangazwa. Nuru imeshakuja, lakini tusipo ondoka katika usingizi, tutabaki katika njia zile ambazo tunampa nafasi adui, watu walipolala. Kwa hiyo tuhakikishe sasa hatulali kiroho, tunakuwa macho wakati wote, tuking'amua, tukiongozwa na Mungu Roho Mtakatifu atuonyeshe hila na njia ambazo huyu mwovu anataka kuzitumia ili kutuondoa katika uwepo wa Mungu. Basi leo niliona tukumbushane hili kwamba wote tuwe macho kiroho, tuamke kiroho, lakini basi tuweze kufunga. Asante Baba yetu kwa neno lako. Asante Baba kwa kutufundisha kwamba adui anataka tusinzie, anataka tulale ili atuondoe kutoka kwenye hatima ambayo umetuwekea. Anataka kutuonyesha kwamba yale ambayo umetuwekea si kweli, kumbe anachoingiza yeye ndio uongo. Tunaomba Baba utujalie, Mungu Roho Mtakatifu atuongoze, tuondoke katika uongo wa yule adui na kusimama katika kweli yako. Tuwe na mang'amuzi ambayo yatatuondoa katika usingizi na tuweze kuamka kiroho, kusimama katika njia zako. Tuwe na njaa na kiu ya kukutafuta wewe siku zote, uwepo wako. Tusimame katika njia zako ili tuwepo katika uwepo wako. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana.